Kwa hivyo ninachojaribu kumaanisha ni hivi: kabla haujaingia kwenye ndoa, ni vizuri ukahakikisha kwamba kwanza umemalizana na Mungu wako, umeyaweka sawa na Mungu wako. Naongelea ndoa ya Kikristo, lakini pia watu ambao wanaabudu mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama anaeleweka. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 10 na mstari wa 5, tumesema ya kwamba hapa Yesu anasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mke na mume. Kwa hivyo Mungu ndiye anajua yule mume ama yule mke ambaye alikuumbia, na yeye ndiye anaweza akakupea yule ambaye ni exact wako. Kwa hivyo lazima umkonsult Mungu katika kukupea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia namba 2, lazima ukahakikisha kwamba umemalizana na wazazi. Maana wazazi nao wako na nafasi kubwa katika huu mwili wako. Wana uwezo wa kutoa laana hapa duniani kwa sababu wao wenyewe ndio walikupea huu mwili ambao unauona. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 1, maandiko yanasema enyi watoto muwaheshimu wazazi wenu. Kwa hivyo kinyume chake cha kukosa kuheshimu, ina maana kwamba wazazi wanaweza wakakulaani ukaishi kwenye ndoa na mateso. Watu wengi ambao wako kwenye ndoa lakini wanaishi kwenye mateso, shida si eti kwamba hawajaokoka ama hawana Mungu, lakini hawakumalizana kwanza na wazazi. Kuna vitu ambavyo viliwahusu wazazi lakini walifuka ule mstari na wakaingia kwenye ndoa. Ndio maana nimekusomea kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 24 pale. Maandiko yanasema ya kwamba mwanaume ataacha wazazi wake na kuandamana na mke wake, nao watakuwa kitu kimoja, watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo hapa mwanaume anafaa kujua ni namna gani ambao anafaa kufanya ndio hakikishe kwamba amewaacha wazazi wake akiwa hawana bifu. Na hapa tunaongelea kuhusiana na wazazi wa upande wa mwanamke na upande wa mwanaume, upande zote. Kama wazazi wa mwanamke wanataka kiasi fulani cha mahali, lazima wapee ndio waridhie kabisa kukupea huyu mpinti na wataachia baraka kwako. Lakini pia kama wazazi wako ambao walikuzaa wangependa uoe kwa ndoa takatifu, wako na masharti yao ambao ni vitu ambazo kabisa ukiziangalia ni vitu ambazo ziko katika Biblia. Ujue kwamba lazima uzitimize kama umeokoka. Ndio maana maandiko yanasema enyi watoto waheshimuni wazazi wenu katika Bwana, katika Bwana. Kwa hivyo kama hii sheria ama hiki kitu wanakuambia wazazi wako ni katika Bwana, ujue unafaa ukitimize. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya kuwa umemalizana na wazazi ndio utatoka kwao. Ile neno atawaacha ina maana kwamba kuna wanaume ambao wanaachanga wazazi wao lakini wanabeba tabia za wazazi wao wanaziingiza ndani ya ndoa. Wanabeba tamaduni na mila za wazazi wao wanaziingiza kwenye ndoa yao ambao ni mpya. Yesu anasema kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 9:17, anasema hauwezi ukachukua viriba vya zamani ukaweka divai ambao ni mpya. Anasema hauwezi ukachukua nguo mpya ukaweka kiraka cha nguo mpya kwenye nguo mzee. Anasema haiwezekani. Yaani zile sheria za baba yako ambazo alikuwa anaziapply kukaa kwenye ndoa yake, haufai kuzileta kwenye hii ndoa mpya ambao umeingia. Labda baba yako alikuwa anampiga mama yako, alikuwa na tamaduni ya kwamba kuna vitu alikuwa anazifanya. Kama ukizibeba ukazileta kwenye ndoa yako kutakuwa na shida. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 24, maandiko yanasema ya kwamba mwanaume atawaacha wazazi wake na kuandamana na mke wake. Hakikisha kwamba umetoka kihisia, akili yako umetoka kimwili, maana kuna watu ambao bado hawajatoka kimwili. Kuna watu wengine spirit zao hazijatoka kule, bado zimemilikiwa na mizimu ya kule, na bado anafuatisha mizimu ya wazazi wake anaileta kwenye hii ndoa mpya. Ni jambo ambalo halifai kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia baada ya kuwa umemalizana na wazazi, lazima kwanza umalizane na mwenzako. Uhakikishe kwamba yule mwenzako ambao unaingia naye kwenye ndoa, yale mambo ambao yanawahusu mkiwa wawili, umake sure kwamba umemtimizia hayo mambo. Maana mwenzako kama ni ndoa ya Kikristo ana nafasi kubwa sana ya kuzuia hata maombi yako. Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 7, maandiko yanasema ya kwamba enyi waume
wapendeni wake zenu. Na hapo mbele maandiko yanasema kwamba kusudi wasije wakazuia maombi yenu. Kumbe mwanamke ako na nafasi kubwa sana ya kwamba mwanaume anaweza akaomba kama zamani, lakini akawa maombi yake hayajibiwi kwa sababu amemkaribisha huyu mwanamke na bado ana upendo kwake. Kwa hivyo huyu mwanamke anapata nafasi ya kuzuia maombi yake. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia yale maneno ambayo mlitamka, yale maneno ambayo mliingizwa na mchungaji, yale maangano mliwekwa na mchungaji pale kanisani ya kwamba utampenda akiwa mgonjwa, akiwa hivi, hayo mambo lazima uhakikishe kwamba unayafuata, maana Mungu alikuwa pale wakati ule ambapo ulikuwa unakiri yale maneno. Ndio maana ukisoma maandiko yako vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo 18 na mstari wa 20, maandiko yanasema ya kwamba walipo wawili ama watatu kwa jina la Bwana, naye yuko hapo katikati yao. Wakati ule mlikuwa mnaweka hayo maangano, Mungu alikuwa hapo katikati yenu, alikuwa anasikiliza. Na ikitokea kwamba unavunja, ujue kwamba kuna consequences, kuna mapigo ambao Mungu wako atakupiga. Sijui kama anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote ambao uliyasema pale, ndio maana Yesu anasema kwamba msiape kabisa kwenye kile kitabu cha Mathayo 5:34. Lakini unaona kwamba kwenye ndoa ya Kikristo watu wanaapishwa. Anasema kwamba rudia maneno hayo nyumba yangu, ya kwamba utampenda hivi, akiwa mbaya, akiwa mzuri, akiwa hivi, unaapishwa. Lakini Yesu anasema msiape kabisa kwenye kile kitabu cha Mathayo 5:34. Sasa nataka nipige hatua. Kwenye ndoa ya Kikristo kuna kitu ambacho unafaa kujua, ya kwamba ndoa iko katika vitu vya ziada. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 6:33, maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. Anasema msijisumbue kwa ajili ya kesho, maana kesho itajisumbukia yenyewe. Ndoa iko katika vitu vya ziada. Wakati ule Hawa, Mungu anapoona uhitaji wa Hawa wa kuwa na mke, maana anasema ya kwamba nitamuumbia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akaona kwamba Adamu anakaa katika upweke. Anasema kwamba nikaona huyu mwanadamu sio vyema kuishi peke yake. Kwa hivyo Mungu ndiye aliona upweke wa Adamu, ndio akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kama ukitafuta ufalme wa Mungu vizuri, ujue kwamba Mungu atakupea mke kama ziada. Ataona upweke wako, ataona sio vyema, maana Mungu ndiye aliona sio vyema, akampea msaidizi wa kufanana naye. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 2:18, yeye Mungu ndiye aliona upweke wa Adamu, ndio akampea sasa msaidizi wa kufanana naye. Watu wengi huwa kwanza wanatafuta ndoa, ndio wanakuja kuamua kuja kuingia katika wokovu ama katika ufalme wa Mungu, kitu ambacho ni kinyume na maandiko vile yanasema. Maandiko yanasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, mengine yatakuja kama ziada. Adamu na Hawa, Adamu kwa sababu alikuwa katika bustani ya Edeni na alikuwa katika uwepo wa Bwana, Mungu ndiye aliona upweke wa Adamu, akamuumbia msaidizi wa kufanana naye. Sio hata Adamu mwenyewe hakuwa anajua kama ako na uhitaji, hakuwa anajua kwamba anahitaji msaidizi. Lakini Mungu alipoona kwamba huyu mwanadamu ako hivyo, akamuumbia msaidizi. Kama ukikaa na Mungu wako vizuri, ataona vya ziada na atakuzidishia. Namba 3 ni kwamba sio rahisi kutafuta ufalme wa Mungu ukiwa tayari umeingia katika ndoa. Ni jambo ambalo sio rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuangi rahisi. Ndio maana ni vizuri ukatafuta ufalme wa Mungu kwanza. Paulo anasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:28, lakini pia 25:28. Anasema ya kwamba kuna dhiki ambayo inapatikana kwenye ndoa. Sasa hii dhiki inaweza ikamfanya mtu asije akaja kuwaza kutafuta ufalme wa Mungu baada ya kuwa ameingia kwenye ndoa. Mimi sijui hii dhiki ni aina gani, lakini wale wako kwenye ndoa wanatueleza ni dhiki aina gani. Lakini Paulo anasema ndani ya ndoa kuna dhiki iko kule. Lakini pia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:32, Paulo hapa anasema ya kwamba wale ambao wameoa, wako kwenye ndoa ama wameolewa, huwa wanajitahidi kupendeza wenzao, lakini wale ambao hawajaoa huwa wanampendeza Bwana. Kwa hivyo anajaribu kutuonyesha vile ambavyo unafaa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, ama kukaa katika ufalme wa Mungu kabla haujaamua kuingia katika ndoa ama kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikimalizia kitabu cha Mwanzo 2:18, unaona Mungu anasema ya kwamba sio vyema